sababu ya umoja huo, kwa sababu naamini ya kwamba katika kazi hii ya Mungu hauwezi peke yako. Kwa hivyo viongozi wenzangu, Bwana azidi kuwabariki, tuzidi kuombeana, tuzidi kushikamana ili kazi ya Mungu ikatendeke. Nashukuru pia kwa sababu ya jamii yangu, kwa sababu pia wamekuwa wa msaada kwangu wakati ambapo nimekuwa nikitumika. Mara kwa mara, wakati mwingi nafika kukiwa usiku, wakati mwingine inanihitaji nitoke mapema, lakini kwa hayo yote huwa wananipa support kwa wakati wowote. Kama jana nilifika karibu saa 5 usiku, nikawapata wamelala, lakini nakuambia ukweli, nilikula na nilikunywa. Kwa hivyo ni kumaanisha ya kwamba kama ni kwingineko kule, labda ungeambiwa ya kwamba ni wewe umechelewa. Kwa hivyo kwangu mimi nashukuru sana kwa sababu ya support ya familia. Pia nawashukuru nyote kama washirika wenzangu, kwa maana kwa umoja huu tunafurahia uwepo wa Mungu pamoja nasi. Bwana Yesu asifiwe. Si unikaribishie jirani yako, mwambie karibu siku hii ya leo, ili tukaweze kulisikia neno la Mungu. Na neno ambalo napenda kulileta kwenu ni neno ambalo tumeshalisikia kwa muda mrefu, umeshawahi lisoma, umeshawahi lijua, lakini siku hii ya leo Mungu alinikumbusha hili neno wakati ambapo tulikuwa kule Katoroni kama wiki 2 ambazo zimepita. Na Mungu akanikumbusha, nilikuwa najaribu kutafuta neno lingine, nilijaribu kusoma neno zingine, lakini hili neno nilikuwa najipata tu kwa lile neno. Kwa hivyo siku hii ya leo najua ya kwamba litanibariki na pia litakubariki. Jina la Bwana lisifiwe. Jina la Bwana lisifiwe. Haleluya. Na neno langu siku hii ya leo, kichwa chake kinasema hivi: simama imara, au stand still, au stand firm. Bwana Yesu asifiwe. Siwaambie jirani yako, stand firm, stand still, kwa jina la Yesu. Naamini ya kwamba wakati ambapo neno la Mungu linatuambia tusimame imara, ni kumaanisha ya kwamba vita ni vingi na mambo ni mengi ambayo tutakayoyapitia, lakini kile ambacho kinakuhitaji ni kusimama katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Napenda tusomee katika kitabu cha Exodus, na wale ambao wanakujanga ushirika najua ya kwamba hili neno kuna kama wiki 2 tumehubiriwa mahali hapa katika Exodus chapter number 14, lakini napenda tuanzie mstari wa 3 hadi mstari wa 14. Elder Kimani, tafadhali utusome kwa jina la Yesu. Exodus chapter number 14, verse number 3 mpaka verse number 14. Nasema hivi na Kimungu. Pharaoh will think the Israelites are wandering around the land in confusion, hemmed in by the desert. And I will harden Pharaoh's heart, and he will pursue them. But I will gain glory for myself through Pharaoh and all his army. And the Egyptians will know that I am the Lord. So the Israelites did this. When the king of Egypt was told that the people had fled, Pharaoh and his officials changed their minds about them and said, "What have we done? We have let the Israelites go and have lost their services." So he had his chariot made ready and took his army with him. He took 600 of the best chariots, along with all the other chariots of Egypt, with the officers over all of them. The Lord hardened the heart of Pharaoh, king of Egypt, so that he pursued the Israelites who were marching out boldly. The Egyptians, all Pharaoh's horses and chariots, horsemen and troops, pursued the Israelites and overtook them as they camped by the sea near
Pi Hahiroth, opposite Baal Zephon. As Pharaoh approached, the Israelites looked up, and there were the Egyptians marching after them. They were terrified and cried out to the Lord. They said to Moses, "Was it because there were no graves in Egypt that you brought us to the desert to die? What have you done to us, bringing us out of Egypt? Didn't we say to you in Egypt, 'Leave us alone, let us serve the Egyptians'? It would have been better for us to serve the Egyptians than to die in the desert." Moses answered the people, "Do not be afraid. Stand firm, and you will see the deliverance the Lord will bring you today. The Egyptians you see today, you will never see again. The Lord will fight for you. You will need only to be still." Amen. Amen. Ukiangalia kwa mstari wa 3, hebu rudisha mstari wa 3. Biblia yangu inasema hivi: Farao atafikiri kwamba hao Waisraeli wanatangatanga katika nchi kwa kuchanganyikiwa, nalo jangwa limewafungia. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ambia jirani yako, hatujachanganyikiwa. Hatujachanganyikiwa. Mwambie tu vizuri, hatujachanganyikiwa. Muangalie tu vizuri, mwambie hajachanganyikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Wakati ambapo nilikuwa naangalia hili neno, Biblia inasema ya kwamba Farao alipowaona wana wa Israeli, kwa sababu wale ambao walikuja kwa ushirika, sitaki kurudi mahali pale. Wana wa Israeli walipotoka nchi ya Misri wakielekea nchi ambayo tuliambiwa ni nchi ya ahadi, kuna mahali ambapo walifika, na walipofika mahali pale, Biblia inasema ya kwamba Mungu akaongea na Musa na akawaambia, sasa hamtaenenda mbele, kwanza mtakampu mahali. Na walipokuwa wanakampu mahali pale, Farao akakumbuka ya kwamba hawa wana wa Israeli ndio wale waliokuwa wanafanya kazi kwa ajili ya Misri. Na Farao akaamua sasa hatutawaachilia. Wakiwa mahali pale, Farao aliposikia ya kwamba wana wa Israeli hakuna mahali ambapo wameenda, kuna mahali ambapo wamepiga kambi, Biblia inatuambia ya kwamba aliposikia habari hiyo na alipowaona ya kwamba wako mahali hawajui pa kwenda, hawajaenda mahali, akajua ya kwamba hawa watu wamechanganyikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wakati mwingine sisi watu wa Mungu, na Mungu atusaidie, kwa sababu Mungu alituokoa katika mambo, kila mmoja wetu anajua mahali ambapo Mungu alikutoa. Na wakati mwingine unafika mahali unajipata ya kwamba ulikuwa unafikiria sasa ni kuondoka na ni kuenenda, kama vile ambavyo neno la Mungu lilisema ya kwamba wakaambiwa kidogo tu warudi nyuma. Unapofika mahali pale, maadui zetu wanapokuona, wanaona ni kama haukuwa unajua mahali ambapo unaelekea. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo siku hii ya leo, usimsaidie adui akisema ya kwamba umechanganyikiwa, mwambie ya kwamba mimi sijachanganyikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu mara kwa mara, wakati mwingine tunafikanga mahali tunaona ya kwamba ni kama kweli Mungu hakutuita, ni kama kweli Mungu hayuko pamoja nasi. Lakini siku hii ya leo, Biblia inatuambia kwamba Farao aliposikia kwamba mahali wamepiga kambi, akajua hawa watu wamechanganyikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Siku hii ya leo nakuja kutangaza ya kwamba hatujachanganyikiwa. Tunajua kile ambacho Mungu ametuitia. Bwana Yesu asifiwe. Siwaambie jirani yako, ninajua Mungu ako na sababu tosha kwa ajili yangu. Bwana Yesu asifiwe. Farao aliposikia kwamba wamepiga kambi mahali, akajua hawa watu hakuna mahali wanaenda. Na Mungu akanikumbusha kuhusu Abraham na mke wake ambaye ni Sara.
wakati ambapo waliishi kwa miaka na hawakuwa na mtoto, wakati ambapo malaika walipokuja kwa Abraham, alipoelezea Sara ya kwamba watapata mtoto, Biblia inasema ya kwamba Sara alicheka. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu hata yeye aliamini ya kwamba hawa malaika ni kama wamechanganyikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini wacha nikuambie, kama ni Mungu ameamrisha, lazima litatimia. Kama ni Mungu ameamrisha, lazima itatimia. Bwana Yesu asifiwe. Nilikuwa naangalia hili neno katika kitabu cha Exodus. Ukiangalia kuanzia mwanzo, Biblia inasema ya kwamba Mungu akanena na Musa, akamwambia sasa ni wakati wa kuondoka. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo kama ingelikuwa ni Musa, alikuwa amesema sasa ni wakati wetu wa kuondoka, wakati huo tungesema ya kwamba hawa watu wamechanganyikiwa. Lakini sasa ni Mungu aliwaambia, wakati wenu umefika wa kuondoka mahali hapa, ili muenende mkanitumikie. Jina la Bwana lisifiwe. Kwa hivyo unapoangalia Abraham na Sara, Mungu amesema ya kwamba watabarikiwa. Lakini imefika miaka imesonga. Sasa malaika ndio wanakuja kwa Abraham. Wanamwambia sasa utakuwa mbarikiwa, na katika tumbo lako utakuwa na uzao. Biblia inasema ya kwamba Sara alipoangalia, yeye ni kucheka tu alicheka. Bwana Yesu asifiwe. Na hili jambo lilikuwa linanikumbusha jambo moja. Wakati Mungu anakupigania, silaha ambazo Mungu anatumia si silaha ambazo sisi tunafikiria. Bwana Yesu asifiwe. Wakati mwingine unaweza fikiria Mungu atakuja kwa wakati huu, akuje kesho. Wakati mwingine utasema atakuja kwa mwaka huu, akuje mwaka ujao. Kwa sababu Mungu anapofanya kazi si kama vile ambavyo mwanadamu anavyofanya. Bwana Yesu asifiwe. Sasa imagine Sara akiambiwa ya kwamba tumbo lako litakuwa limebarikiwa. Sara akiangalia anashindwa, kwani hawa malaika wamechanganyikiwa. Lakini nimekuja kuwatangazia siku hii ya leo, hatujachanganyikiwa, kwa sababu kile ambacho Mungu ameamrisha lazima kitatimia. Bwana Yesu asifiwe. Nikamwangalia kijana wa Abraham, Isaac. Alipokuwa watu wanasema ya kwamba kiangazi kiko, jua limewaka, Isaac anachukua familia yake, anawaambia sasa ni wakati wetu wa kwenda kulima, ni kwenda kupanda. Wakati watu wengine wamekaa kule nyumbani, Isaac ni wakati wake mzuri wa kulima. Ukimwangalia Isaac akikutana na watu njiani akienda kupanda, la watu walikuwa wanauliza, kwani huyu jamaa amechanganyikiwa? Kwa sababu hajui ni wakati wa kiangazi. Lakini Biblia inasema namna gani? Bwana Yesu asifiwe. Alipanda na kiangazi na akafuna na akapata mafuno. Bwana Yesu asifiwe. Nataka tu uangalie jinsi ambavyo Mungu anavyofanya kazi. Wakati mwingine tunaonekana ni kama hatujui mahali ambapo tunaelekea, ni vyema tusimame imara, kwa sababu watu watanena mambo mengi. Watasema hawa wadugu hawajui waendako, hawa wadada hawajui wafanyalo. Na Mungu akanikumbusha picha ya Elda Kimani siku ya Jumapili. Nilipomwangalia mahali alikuwa amelala tukiomba, sasa nikashindwa, hata Elda ambaye amevaa suti analala mbele za Mungu. Ni sababu gani hii inamfanya namna hiyo? Kama ingelikuwa ni watu wa dunia, wangesema huyu mzee amechanganyikiwa. Jina la Bwana lisifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kile ambacho napenda kukuambia siku hii ya leo, Biblia inatuambia kwamba Farao atakaposikia ya kwamba mahali waliko, atajua hao watu hakuna mahali ambapo wanaelekea. Lakini sauti ya Mungu inasema, wakati wenu umefika wa kuondoka. Bwana Yesu asifiwe. Wakati mwingine tunaanzanga biashara, unafanya. Na ukianza hiyo biashara,
ulikuwa umesikia kabisa Mungu yuko katika hali hii, lakini unapofanya unashindwa. Kuna siku moja nilikuwa nimeweka biashara nilipokuja huku Nairobi. Niliweka biashara ya kuuza nyanya na matunda. Na kama kuna biashara mzuri ni hiyo. Ilikuwa ni biashara ya kuuza nyanya, avocados, vitu kama hizo tu. Lakini wakati ambapo nilienda Kangemi kununua zile vitu, nilizinunua nikiwa na imani kubwa, kwa sababu nilinunua kila kitu crate. Na ni mara yangu ya kwanza kufanya biashara. Nikaenda nikatengeneza kasoko mahali na nikaanza kugoja customers. Siku ya kwanza nikaona venye kumelea. Nyanya zangu sikuuza kitu, nikaenda nazo nyumbani. Siku ya pili nikaona hivyo tu, na kulikuwa na soko nyingine ambayo ilikuwa karibu. Naona tu customer wanafulika tu pale. Nashindwa kwani hawaoni hizi nyanya zangu ni fresh? Kwa sababu wakati mwingine tunajaribu hata kusimwagilia maji ili sionekane. Lakini siku ya kwanza sikuuza kitu. Siku ya pili ikawa tu namna hiyo. Sasa nikasema hii ni hasara gani ambayo nitaenda? Nikaamua sasa sitakuwa napika. Wakati huo nilikuwa kijana, sitakuwa napika. Kwa hivyo niliakuwa naamka usiku, nachukua nyanya 2, nachukua mandizi 1 na kula ili sisipotee. Nikipata mtu ambaye anapita pale, na amwambia tu usiende kununua nyanya, tafadhali kwanza tumia hizi tujue namna gani. Biashara tu ikawa namna hiyo. Tukakula nyanya, tukakula matunda, sikaisha. Hiyo biashara nikafunga. Bwana Yesu asifiwe. Sasa waliokuwa wananiona walikuwa wanasema namna gani? Huyu kijana amechanganyikiwa. Hiyo biashara ilienda namna hiyo. Lakini wapendwa, kama ni Mungu amekuongelesha, usirudi nyuma. Kwa sababu hiyo haikunifanya nisiweke biashara nyingine. Nikaanza nyingine baadaye. Mahali niliweka, watu wakaniinukia mpaka wakabomoa kile kibanda. Wakanifurusha, hiyo ikaenda namna hiyo. Ya tatu bado nilianza. Mahali nilikuwa naweka vitu. Kwa sababu mimi niko kwa kibanda, na unajua sina store. Niko na store mahali. Kwa hivyo nilipokuwa naacha vitu zangu mahali pale, napata kama umeacha vitu 5, unapata ziko vitu 3. 2 zimeshaondolewa. Na ukiulizia hakuna mtu anajua mahali zimeenda. Biashara tu nikangangana nayo mpaka Mungu akakuja. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo unaposikia sauti ya Mungu, jua ya kwamba nitaondoka na hiyo sauti. Bwana Yesu asifiwe. Ukiangalia wana wa Israeli mahali pale, huyu ni mfalme ambaye anawaangalia, naona watu ambao wamechanganyikiwa. Lakini ukiangalia hapo mbele, mstari wa 13, Biblia inasema namna gani? Mstari wa 13. Musa akawaambia watu, msiogope. Simameni tu mkauone wokovu wa Bwana atakao wafanyia leo. Kwa maana hao wa Misri mliowaona leo hamtawaona tena. Ukiangalia wanapofika mahali pale, kuna mahali hata wao wakiwa mahali pale wanashindwa kweli tunaelekea wapi? Mpaka wanamtetesha Musa. Wanamwambia sasa, Musa, tulikuwa tumekuambia. Hii story tulikuwa tumeiona. Na tukakwambia ni afadhali tufie Misri kuliko tukuje tukufie hapa. Bwana Yesu asifiwe. Na hapa ndiko tuko watu wengi. Wakati mwingi tunaona tukiisha katika jangwa. Bwana Yesu asifiwe. Badala ya tuangalie jinsi ambavyo Mungu wetu anavyonena na sisi. Kwa sababu kama ni Mungu aliyekuita, yeye ni mwaminifu na yeye ni wa milele. Bwana Yesu asifiwe. Siwaambie jirani yako yeye ni mwaminifu. Kwanza kwa kutimiza ahadi, yeye ni mwaminifu. Sasa wana wa Israeli wako mahali pale. Wanamuuliza Musa, si tulikuwa tumekuambia? Na hivi ndivyo ilivyo. Wakati ambapo nilikuwa nafanya harusi,
nilienda nikapata mzazi wangu kule Ushago. Nikamwambia mam, sasa niko na mpango huu. Nikamwelezea. Sasa akaniambia, sasa umeleta mambo gani haya? Hilo ndilo jambo mzazi wangu aliloniambia. Lakini si kwa ubaya, ni kwa kuogopa vile ambavyo anavyoangalia hii jamii yetu. Kwa sababu hakuna mwingine alishawahi sikika akifanya harusi. Bwana Yesu asifiwe. Akaniambia, mimi nikamwambia sasa, mimi usiniambie hivyo. Kile ambacho ninajua hata mchungaji nimemwambia. Akaniambia kama ni hivyo, enda upate anko zako uelezee. Venye watasema itakuwa namna hiyo. Jina la Bwana litukuzwe. Lakini kusema ukweli, watu wengi wakifika mahali kama pale wanasikia kwamba watafunjika moyo. Lakini Biblia inatuambia aje? Mungu alikuwa amesema na amekusudia, hawa ni lazima nitajitukuza kuwapitia. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana litukuzwe. Biblia inasema hivi, msiogope, simameni mkauone wokovu wa Mungu. Na hivyo ndivyo napenda kuwatangazia. Wacha wa familia waseme ya kwamba huyu kijana ni kama alipoteza mbao. Waseme huyu mama hatujuangi jinsi anavyofanya kwa Mungu wake. Napendezwa na mchungaji wakati anatuambia mambo ya Victor Ajoga, chairman wa vijana. Ati baba yake kuna wakati anaulizanga, kwani huyu kijana aliolewa na kanisa? Bwana Yesu asifiwe. Hii ni kumaanisha ni mtu ambaye amesimama. Haijalishi hata kama familia watasema ya kwamba haitawezekana, tangaza ya kwamba itawezekana. Bwana Yesu asifiwe. Hata kama watu watasema ugonjwa wa aina hii watu hawaponi, tangaza ya kwamba wanapona. Tushangilie Mungu kwa makofi. Nimekumbuka kakitu Reverend alikuwa anasema ati anasikia kana kuamilia hapa. Lakini Mungu, kwa sababu anamjua Mungu wake, hako kakitu hata yeye mwenyewe hajui kalielekea wapi. Nashukuru Mungu kwa sababu ya mam. Kuna wakati ambapo tuliomba tukisema ya kwamba shetani hauna nafasi. Si ndiye huyu. Bwana Yesu asifiwe. Hii ni kumaanisha itasemekana ya kwamba haitawezekana, lakini kwa wale ambao wanaomwamini Mungu inawezekana. Inawezekana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Napenda tuangalie neno katika kitabu cha 2 Chronicles chapter number 20. Napenda tu tuangalie mstari tu wa 14. Leo ni 14 inafanya kazi mahali. Elda Kimani tusomee tu chapter verse number 14. 2 Chronicles chapter number 20 verse number 14. 2 Chronicles chapter number 20 verse number 14. It says, "Then the Spirit of the Lord came on Jahaziel, son of Zechariah, the son of Benaiah, the son of Jael, the son of Mattaniah, a Levite and descendant of Asaph, as he stood in the assembly." Soma mstari wa mwingine. He said, "Listen, King Jehoshaphat and all who live in Judah and Jerusalem, this is what the Lord says to you. Do not be afraid or discouraged because of this vast army, for the battle is not yours, but God's." Fikisha tu hapo. Bwana Yesu asifiwe. Kile ambacho najua kila mmoja wetu anaogopa ni vita. Vita. Na nikwambie siku hii ya leo, vita ni lazima tutapatana navyo. Bwana Yesu asifiwe. Ni kama vile ambavyo tulivyohubiriwa ya kwamba vikwazo lazima zitakuwepo.
na vikwazo ni sehemu moja ya vita ambayo tunayopigana. Lakini sisi wa Kristo, kama kuna kitu ambacho tunaogopa ni vita. Bwana Yesu asifiwe. Wakati ambapo tulitoka Katoroni hiyo Sunday, nakumbuka Reverend alituletea hili neno. Huu ni wakati wa Jehoshaphat. Wakati ameletewa ripoti ya kwamba maadui wamejipanga vilivyo ili wapigane na wao. Sasa Jehoshaphat akijiangalia akiwa mfalme, anashindwa atafanya namna gani ili awapiganie. Lakini nashukuru Mungu kwa sababu ya Jehoshaphat. Kwa sababu alipoangalia jinsi ambavyo hawa watu wamejipanga. Ukisoma kuanzia 1 kuendelea, utasikia vile ambavyo walikuwa wamejipanga. Na Jehoshaphat amepata habari ya kwamba wamejipanga vilivyo. Biblia inasema ya kwamba Jehoshaphat aliposikia habari ya hiyo vita, hakuna mahali pengine alikimbilia. Alikimbia tu mikononi mwa Mungu. Ukiangalia kuanzia verse number 1 kuendelea, unasikia akiwa na maombi ndani ya moyo wake, akiambia Mungu, naomba tu ukatupiganie. Mungu, usikubali iwe namna hiyo. Jina la Bwana lisifiwe. Mstari ambao tumesoma, kati ya watu ambao walikuwa miongoni mwa Jehoshaphat, kukatokea nabii mmoja. Hata sio Jehoshaphat, yeye ni kulia, alikuwa analia mbele za Bwana, akiwaongoza watu vile ambavyo watakavyo muamini Mungu. Lakini Mungu akatokeza mtu mmoja kati yao. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sikuwe na mmoja kati yetu ambaye atakayesimama kama huyu mtu. Jina la Bwana lisifiwe. Ambaye atakayetuambia, sikieni, burudi mstari wa 14. Ndipo Yahasieli mwana wa Sekalia, mwana wa Benaia, mwana wa Yeli, mwana wa Matania, Mlawi wa wana wa Asafu, akajiliwa na roho ya Bwana katikati ya kusanyiko. Huyu ni mtu mmoja ambaye alikuwa miongoni mwa watu. Anaona vile ambavyo mfalme amehusunika. Anaona vile ambavyo mfalme anashindwa tutafanya namna gani. Akiwa katika hali ya maombi, Mungu akanena na yeye. Akamwambia, sasa simama. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Si ukuwe mmoja ambaye atakaye kuwa ndiye Mungu atakaye nena pamoja naye. Akawaambia watu wote, mpaka yeye mfalme alikuwa miongoni mwa hao watu. Akawaambia jinsi ambavyo mpango wa Mungu ulivyo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kile ambacho ningewaomba wapendwa, tusiondoke katika mpango wa Mungu. Kwa sababu ukiangalia kuna mahali wameambiwa ya kwamba wajipossession wao wenyewe, wasiondoke kwa mpango wa Mungu. Kwa sababu kuna kitu moja ambacho tunafanya wakati mwingi, ni kuondoka katika mpango wa Mungu. Wakati mwingine unapata umeinukiwa na maadui. Wakati huo ndio tunako kujua vizuri jinsi ambavyo utakavyojipigania. Na ukiangalia neno la Mungu lasema ya kwamba simama imara na usifanye kitu, kwa sababu Mungu mwenyewe ndiye atakaye kupigania. Jina la Bwana lisifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Si uangalie katika maisha yako, uangalie vita ambavyo umekuwa ukipigana. Wakati mwingine tumeshindwa kwa vita hizo kwa sababu ya kujipigania. Kwa sababu ya kujipigania. Nilikuwa nakumbushwa story au maisha ya ndugu wetu Wamburu. Ukiwaangalia ushuhuda ambao Mrs. Wamburu alitoa hapa, kwa miaka 13 haikuwa rahisi kwao. Hiyo ni vita. Hiyo ni vita. Na najua ya kwamba labda katika hali hiyo hakujawahi kosa mtu. Amekuja tu kukusaidia. Anakuambia, ndugu,
Kuna mtu kama wewe tu alikuwa na shida kama hii. Bwana Yesu asifiwe. Na yenyewe uko na shida. Anakuelezea na anakuambia vile ambavyo huyo mtu alivyofanya. Lakini umesimama vipi katika imani? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu ambao wanakuja, ni kama wanakuja kutusaidia vita vyetu. Lakini wakati mwingine tusipokuwa tayari au tukiondoka kwa mpango wa Mungu, utajipata umeabudu miungu mingine. Bwana Yesu asifiwe. Hebu muangalie mtumishi wa Mungu Elijah. Elijah alipoona ya kwamba watu wameamua kuomba sanamu na kuomba miungu za kigeni, yeye alisema mimi siko katikati yenu. Yeye akawaondokea. Na wakati ambapo walipomtafuta, alipambana na manabii 450 akiwa peke yake. Asifiwe. Manabii 450, Elijah akiwa peke yake. Na nikamwona Elijah hana uoga. Anawaambia sasa ni wakati wenu. Mtoa sadaka yenu, Mungu akiwajibu ni sawa. Asipowajibu na mimi nitaingia kutoa sadaka yangu. Jina la Bwana lisifiwe. Wakajaribu. Biblia inasema ya kwamba kuanzia asubuhi mpaka jioni Mungu wao hakufanya kitu. Elijah alipokuja akiwa peke yake, anamuita tu Mungu na Mungu anashukisha moto. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana lisifiwe. Na hapa ndiko wakati mwingine tunajipata. Unapata maadui wamekuinukia wakikuambia hili jambo liko namna hii. Unaangalia niko peke yangu. Unasema sasa hii, wacha wale walio wengi ndio wameona hili jambo ni la ukweli. Bwana Yesu asifiwe. Lakini si Mungu atusaidie. Hata kama utakuwa peke yako na neno la Mungu linasema hivyo, simama imara. Wacha manabii wa uongo wasimame wafanye sarakasi zao. Lakini utakaposimama, Mungu atakutetea. Mungu atakutetea. Bwana Yesu asifiwe. Kama Elijah angekuwa labda mimi au wewe, tungesema sasa hapa, kama hawa ni 400, wacha niunganike na wao tujaribu Mungu wao. Kumbuka, sijui kama ni Jehoshaphat au ni Ahab, alikuwa anaenenda vitani na akaitiwa manabii wote. Wakaja wakamtabilia, wakamwambia mfalme, ukienda vitani utashinda. Lakini ilikuwa namna hiyo. Kwa moyo wake akajua ya kwamba ana himizo lingine. Na hapo ndiko alikuja kuulizia, hakuna nabii mwingine katika maeneo haya? Akaambiwa kuna kamoja ambako kamebaki. Wacha kuwe wewe ndiwe hako kamoja. Bwana Yesu asifiwe. Wewe ukuwe hako kamoja. Wachana na hawa wengine. Walikuja mbele za mfalme wakifurahia, wakimwambia mfalme utashinda. Kama uishivyo, vita umeshashinda. Lakini haka kamoja kanapokuja pale, kanatetemeka. Hata Biblia inasema kuna mahali kalitandikwa kofi. Kakiulizwa ya kwamba kwani Mungu alipitia wapi akikuja kwako? Akakosa kupitia wengine. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hapa hii ndio vita ambayo tunaogopa. Kusema ukweli wa mambo jinsi ulivyo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo siku hii ya leo, ambia jirani yako, simama imara. Simama imara. Napenda tumalizie na neno katika kitabu cha Ayubu 37 mstari wa 14. Leo 14 inaleta chapters, phases zenye niko nazo. Hebu tusomee 14, 15, 16 and 17. Au nisome tu. Sikiliza neno hili, Ayubu. Simama kimya. Simama kimya. Usifikiri kazi za Mungu wa ajabu. Je, wajua wewe jinsi Mungu anavyosiagiza?
na kuufanya umeme wa wingu lake uangaze. Haya ni maswali. Je, wajua jinsi mawingu yalivyowekwa sawa sawa hizo kazi za ajabu za huyo mkamilifu wa maarifa? Verse 17. Jinsi nguo zako zilivyo na moto, hapo nchi ituliapo kwa sababu ya upepo wa kusini. Je, waweza kuzitandaza mbingu pamoja naye, ambazo zina nguvu kama kioo cha kuyeyuka? Hebu rudisha verse 17. Jinsi nguo zako zilivyo na moto. Kuna Biblia nyingine nilikuwa nasoma ya kwamba inasema hii ni joto tu. Na nilipokuwa naangalia kama saa hizi najua ya kwamba kuna joto. Ayubu, unapomwangalia mambo ambayo aliyapitia, ni mambo kila moja anashindwa. Kwani Ayubu alikuwa na moyo wa aina gani? Amefika sasa mahali mambo yamezidi na yamezidi. Vita amezipigana lakini bado zinaendelea kuingia. Anapokuwa na maswali ndani ya moyo wake, kuna hili jambo moja neno la Mungu linamuhimiza ya kwamba wewe Ayubu, nyamaza, simama kimya. Bwana Yesu asifiwe. Ukiangalia maswali ambayo anaulizwa pale, yenyewe hata wewe mwenyewe unashindwa utayajibu namna gani. Lakini verse number 17 inasema ya kwamba hii ni joto tu ya nguo zako. Kuna joto zingine ambazo nilikuwa naangalia. Joto kama yenye iko saa hizi, kuipunguza tu ni kutoa jacket, kutoa viatu, kutoa kile ambacho kinaleta ile joto. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo joto zingine ambazo tunapambana nazo, wakati mwingine kuimaliza au kuiondokea ni kujua jinsi ambavyo Mungu alivyonena na wewe pale mwanzo. Bwana Yesu asifiwe. Jua ya kwamba joto zitakuwa nyingi katika maisha. Joto zitakuwa nyingi katika hali ambazo tunasipitia. Lakini hizi joto zote zingine ziko tu hapa tu kwa nguo zetu. Nikitoa jacket nijimwagilie maji baridi, hiyo joto inaondoka. Lakini vita zingine ni Mungu tu mwenyewe atatupigania. Vita zingine ni Mungu tu atatupigania. Kwa hivyo katika hali zote za kupigana, ni vyema tumtegemee huyu Mungu. Ninapomalizia, napenda tumalizie na kitabu cha Psalms chapter number 46 verse number 10. Psalms 36 verse number 10. 46. Saburi. Hebu tusomee hiyo. Inasema hivi. He says, be still and know that I am God. Be still. Yes. And know that I am God. I will be exalted among the nations. I will be exalted in the earth. Amen. Jina la Bwana lisifiwe. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Hebu ambia jirani yangu, kwa Biblia yangu imeandikwa tulia. 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 Bwana Yesu asifiwe. Najua kwa lugha nyingine ya vijana, wakati ambapo umekuja sana wanakuambianga tulia kidogo. Bwana Yesu asifiwe. Tulia kidogo. Kumaanisha ukizidi hapo, tulia kidogo. Wapendwa, wapendwa, Biblia inatuambia kwamba tutulie, ili tuone vile mpango wa Mungu ulivyo katika maisha yetu. Wakati ambapo utaamua sitajipigania tena, wakati utaamua
nitanyamaza, kwa sababu wakati mwingine mambo yanaweza kuja, lakini kile ambacho kinahitajika wakati mwingine ni kutulia ili uweze kuona wokovu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana lisifiwe. Siwaambie jirani yako tulia, tuone mkono wa Mungu ukitupigania. Tuone mkono wa Mungu akitupigania. Na tusiangalie silaha ambazo tuko nazo, kwa sababu ukiangalia silaha ambazo uko nazo hautashinda hii vita. Bwana Yesu asifiwe. Wengine watakudunisha, wengine wakuone bure, wengine wakuone kitu ambacho hakionekani. Lakini jioni hii ya leo na siku hii ya leo, tulia mbele za Mungu ukauone uaminifu wake. Tulia mbele za Mungu ukauone uponyaji wa Mungu. Tulia mbele za Mungu uone ukombozi wake pamoja nawe. Jina la Bwana lisifiwe. Kwa hivyo siku hii ya leo, si haja yangu, si haja yako kujipigania au kushindana na wanadamu, kwa sababu utashindana na wanadamu lakini hiyo vita hautaishinda. Lakini simama siku hii ya leo, simama siku hii ya leo na utaona ushindi mkuu ambao Bwana atakupigania. Daudi anapoandika Zaburi hii, au Zaburi tunapoisoma kuanzia pale 1, unaona maswali mengi. Anaona kushindwa, anashindwa namna gani, mpaka wakati mwingine sasa anaambiwa hapana, tulia sasa ujionee vile ambavyo Mungu atainuliwa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo kwa kutulia kwetu, kwa kusimama kwetu, jina la Bwana litazidi kuinuliwa milele. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo hatutajipigania, hatutajipiganiya. Tutauogoja tuone uaminifu wa Mungu wetu, na yeye ni mwaminifu, atatupigania. Si Bwana Mungu wetu awabariki sana. Karibu sana mchungaji. Makofi mazuri mengine. Nikiomba tusimame tu mbele za uwepo Mwenyezi Mungu. Tusimameni. Tusimame kweli, tuache kujipigania vita vingine unavyopigana navyo. Wapigana na vita ambavyo si vyako, vita ni vya Mungu. Bwana asifiwe sana. Wakati mwingine mruhusu Mungu aweze kushindania, kupigania mambo mengine, achilia Bwana. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Aliyekuita ni mwaminifu. Mungu ndiye aliyewaita, ndiye aliyewachukua wapeleka katika nchi ambayo ni ya baraka, na kweli macho yake yalikuwa ni juu ya maisha yao. Bwana asifiwe sana. Hata nasi pia iko hivyo hivyo. Endelea kumtarajia Bwana. Wacha kukimbia, wacha kuwa na stress ya moyoni mwako, lakini jiachilie mbele za Bwana. Wacha Mungu aweze kupigania vita vyako. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Ndio vita vya Jehoshaphat vilionekana katika uwazi, katika macho haya ya juu, lakini Mungu ndiye aliwashindania. Amen. Unapolipeleka jambo mbele za Bwana, wacha kunuguna. Meendelea kumngojea Bwana, kwa maana yuajua. Bwana asifiwe sana. Kile chochote ambacho tunachokiita kwa mbele za Mungu na kukipeleka mbele za Mungu, yeye hutimiza. Amen. Kwa hivyo unaweza kuwa na jambo moyoni mwako asubuhi hii ya leo, stand still and wait for the deliverance of the Lord. Amen. Just go before him. Mwambie Bwana, jambo hili wajua jambo hilo Bwana litimize katika maisha yangu. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Usije ukafadhaika moyoni mwako, endelea kumtarajia Bwana. As long as you're within the will of God and you have mentioned that thing before the Lord, believe it's going to happen. Amen. Moyo wake usifadhaike, moyo wake uanze kutembea. Simama katika kweli ya neno la Bwana. Bwana asifiwe sana. Nataka niombe pamoja nawe. Baba mtakatifu, katika jina la Yesu Kristo, wewe ndiye mwanzilishi wa kazi njema mioni mwetu. Wewe ndiye utakayeimaliza kile ambacho Bwana ulichokianza ndani ya maisha yetu.
Safari hii Baba yangu wakati mwingine inaonekana ni ngumu. Wakati mwingine maadui wanatuinukia. Wengine Baba yangu wanasimama kinyume cha kweli ya neno la Bwana. Wewe ambaye uliyetuita, wajua mambo yote ambayo Bwana tunayokuendea katika maisha yetu. Hata kabla ya kuyataja Baba yangu na yafahamu. Hata kabla ya kukuita Baba yangu, sikio lako huwa limesikia jambo hilo katika jina la Yesu Kristo. Jioni ya leo Bwana tunayo mambo mengi ambayo ni maswali ya mambo yetu. Umetufundisha Baba tuweze kusimama. Tusije Baba yangu tukabanduka katika imani yetu. Wewe ambaye ndiye tegemeo na kimbilio letu. Hatutaondoka kamwe. Hata kama majaribu yakija, tutasimama imara kwenye neno lako. Wengine Bwana tumekuita uweze kusimama pamoja nasi. Tumekuita Bwana uingilie kati ya mambo ambayo Bwana ni sugu maishani mwetu. Wakati mwingine Bwana tunaona kama kwamba Bwana umetusahau, lakini kweli asubuhi ya leo neno la tuambia tusije tukawa na mashaka, tuweze kusimama imara. Tuweze kukuona wewe ambaye ndiye msaidizi wetu, wewe ambaye ndiye mtetezi wetu. Bwana wa majeshi, ukasimama na Joshua, ukamwambia wewe ni komanda wa jeshi la Bwana. Jehova Mungu, wewe ndiye Bwana uliyekuwa naye. Ukaambia Israeli waweze kusimama, wasije wakaogopa, kwa maana vita si vyao, vita ni vyako mwana wa Mungu. Wengine tuna vita ambavyo Bwana tumekuwa nazo za familia, za jamii yetu, ya kazi zetu, ya mambo mengi na hali nyingi ambayo Bwana ni tofauti. Lakini leo tutasimama na kukuamini ya kwamba Bwana vita si vyetu mara tena. Vita tumeng'ang'ana nayo, lakini leo tumesimama kujua ya kwamba vita si vyetu mara tena. Bwana wajua, macho yako yatazama, macho yako yanaona, macho yako Bwana yanatazama. Mungu wa amani, tunasema ni asante. Asante kwa sababu ya neno ambalo niendelea kutuhuisha wakati tunapokumbana na maisha magumu. Baba yangu, tutasimama imara, tutasimama tukuongoje. Wewe ambao uliyetuita ni mwaminifu, umesema utatuachilia. You'll never leave us, neither forsake us, oh God. And Father, this afternoon, my God, we are going to stand still and see the deliverance of the Lord. You promised Israel that the Egyptians that you see, you shall no longer see them again. And Father God Almighty, whatever situation that poses itself like the Egyptians, oh dear Father, God, we shall never be shaken. We shall wait for you. You are the commander of the armies of the living God. Oh Jehovah, my God, we exalt you. My Father, we thank you for the thing that you are about to do in our midst, in the name of Jesus. Confirm, my Father, confirm your word with signs and miracles, which the Bible says that will follow them that believe. Confirm your word on them that, Jehovah Father, that have been fighting battles that are no longer their battles, but your battles, oh God. I pray that, my Father, we are going to remove our hands on the issues, oh dear Father, at hand, and leave you, my Father, to carry us across, to fight our battles. We have wrestled in situations. We have wrestled with them. But Father, we lay them, oh God, before you, Father, to fight for us. In the name of Jesus. My son, oh dear Father, have faced, oh God, with situations of their bodies. They are sick in one way or the other. My Father, sometimes diseases come, my Father, as a flood. Oh, Mamurima Zaya, Shirarabozaya, trying to sweep us, oh God, away. But Father, we shall never drift from the faith that you so begun in us.
Holy Father, we shall no longer be tossed around by any situation, oh God, no matter how it looks like. We shall depend on you. You're the rock of ages. You never change. My God, dear Father, we thank you. Hata tunapoendelea na maombezi, labda wewe ni miongoni mwetu, hujawahi kuyapa maisha yako kwa Bwana. Siku ya leo Bwana anatamani kukurejelesha mbele ya uso wake. Jioni ya leo Bwana anatazama wewe usipige hatua ya leo ya imani. Useme ndio kwa Bwana, na Bwana tenda kukuokoa katika jina la Yesu. Labda wewe ndiye uko miongoni mwetu, wasema leo ndio siku yangu ya wokovu. Nataka Yesu awe kiongozi wa maisha yangu. Naomba ya kwamba uine mkono wako tuweze tuombe pamoja nawe. Nikuhakikishie nikwambia kwamba your life shall never be the same again. God is going to take over from where you begin today. In the name of Jesus. You're there. You're telling God this afternoon, I want to be born again. I want to say no to the devil. I want to say yes to God. In Jesus' name. I would not die in my sins, but today I'm going to give up my life unto the Lord today. Just raise up your hand. We are going to pray for you in Jesus' name. Anybody? Just raise up your hand if you're there. Want to say yes to God? Nobody. Father, we thank you for your word. Let your word become the light unto our feet. Illuminate every path, oh God, that Father we are going to pass throughout the week. In Jesus' name. I bless every one of us. I bless their going and their coming back. Bless them, oh dear Father, in the city and in the country. May you walk with us. Wherever we go, may your glory be upon us. May your hand be upon us, oh dear Father, as we navigate the whole week. In Jesus' name. We thank you for the plans that we have for the week. We want to commit them unto you, Jehovah Father, in Jesus' name. We thank you and bless you. Because I pray in the name of the God the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Father, have I prayed and believed. The Bible say amen. Basi tumefika mwisho wa ibada yetu.